Mkereketo wa lugha ujambo mahali ulipo. Mie ni kaka Munai Ustath na kipindi ambacho kinaenda hewani ni Uketo wa Kiswahili. Karibu kwenye mada ya leo ambapo tunasoma kuhusu chagizo ambacho ni kipengele cha sarufi. Ni vyema tuelewe kwamba chagizo ni neno ambalo linafanya kazi kama kielezi katika sentensi. Awali, kumbuka kwamba wakati tuliangalia vielezi, tulisema kwamba kielezi ni neno ambalo linatoa habari zaidi kuhusu kitenzi, kivumishi au kielezi kingine. Kwa hivyo, neno ambalo linatoa habari zaidi kuhusu kielezi kingine ama kitenzi ama kivumishi ni kielezi. Na tumesema kielezi pia ni chagizo kwa sababu chagizo ni neno ambalo linafanya kazi kama kielezi katika sentensi. Ukiangalia pale kwenye kiwambo chako unaona kwamba kwenye mfano wa kwanza ambao tumeutoa ni Musa ameimba vibaya. Twajua Musa ni nomino ya pekee, ameimba ni kitenzi halisi, vibaya ni kielezi cha namna, kwa hivyo neno vibaya ni chagizo. Pia mfano wa pili ukiangalia, Baraka aliondoka upesi. Katika sentensi hiyo, Baraka ni nomino ya pekee, aliondoka ni kitenzi halisi, upesi ni kielezi cha namna, kwa hivyo kinatosheleza pia kuwa chagizo. Ukiangalia mfano wa tatu mwanafunzi, mwalimu alikuwa akifundisha jana. Mwalimu alikuwa akifundisha jana. Mwalimu twajua ni nomino ya kawaida, alikuwa ni kitenzi kisaidizi, akifundisha ni kitenzi kikuu, jana ni kielezi cha wakati, kwa hivyo neno jana ni chagizo. Ukiangalia mfano wa nne, Kenyatta alishinda uchaguzi mara 3. Kenyatta alishinda uchaguzi mara 3. Kwenye mfano huu, Kenyatta tunajua kwamba ni nomino ya pekee, alishinda ni kitenzi halisi, uchaguzi ni nomino, mara 3 ni kielezi cha idadi. Kwa hivyo, mara 3 ni chagizo. Endapo utaangalia mfano wa 5, wakule wamekuwa kwetu. Wakule ni nomino, wamekuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu, kwetu ni kielezi cha mahali, kwa hivyo neno kwetu ni chagizo. Naomba wakati tunapoendelea kwenye kipindi hiki ningekuomba mpenzi wa lugha mtazamaji, ningeomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki, ndio tuwe tukitangamana pamoja. Tuangalie mfano wa 6 ambao tumeutoa kwenye kiwambo hiki. Mfano wa 6 utapata kwamba inasema wanafunzi wanafanya vyema mwaka huu kwenye mtihani wao. Wanafunzi watafanya vyema mwaka huu kwenye mtihani wao. Ningependa tusome, tuangalie neno kwa neno. Wanafunzi twajua kwamba ni nomino ya kawaida, watafanya ni kitenzi halisi, vyema ni kielezi cha namna, mwaka ni nomino, huu ni kivumishi kionyeshi ama kiashiria, kwenye twajua kwamba ni kihusishi, mtihani tunajua kwamba ni nomino ya kawaida, wao ni kivumishi kimilikishi
cha nafsi ya tatu wingi. Kwa hivyo katika sentensi hiyo, kielezi ni vyema. Kwa hivyo neno vyema katika sentensi hiyo ni chagizo. Mfano wa 7, mama atafika nyumbani mapema. Mama atafika nyumbani mapema leo. Mama twajua kwamba ni nomino ya kawaida. Atafika ni kitenzi halisi. Nyumbani ni kielezi cha mahali. Mapema ni kielezi cha wakati. Leo ni kielezi cha wakati. Kwa hivyo katika sentensi hiyo tuna chagizo tatu. Kuna nyumbani kielezi cha mahali, mapema ambacho ni kielezi cha wakati, na leo ambacho ni kielezi cha wakati. Mfano wa 8, endapo utaangalia, kumbuka kwamba endapo unaingia sasa hivi tunasoma kuhusu chagizo kipengele cha sarufi. Mfano wa 8 ni kwamba wanafunzi hugoma shuleni mara kwa mara. Wanafunzi hugoma shuleni mara kwa mara. Tukichukua mfano huo, wanafunzi hugoma shuleni mara kwa mara, basi wanafunzi ni nomino, hugoma ni kitenzi halisi, shuleni ni kielezi cha mahali, mara kwa mara ni kielezi cha idadi. Kwa hivyo kumaanisha kwamba shuleni ni chagizo, mara kwa mara ni chagizo. Gari la mashindano, nadhani linastahili kuwa la mashindano. Gari la mashindano, gari la mashindano huenda kasi sana. Gari la mashindano huenda kasi sana. Gari twajua kwamba ni nomino ya kawaida. La ni kivumishi cha a unganifu. Mashindano ni nomino. Huenda ni kitenzi halisi. Kasi ni kielezi cha namna. Sana ni kielezi cha namna. Kwa hivyo katika sentensi hiyo, kasi ni kielezi, sana ni kielezi, ambavyo vyote ni chagizo. Barabara za mijini zimetengenezwa upya. Barabara za mijini zimetengenezwa upya. Barabara ni nomino, za ni kivumishi cha a unganifu, mijini twajua kwamba ni nomino, zimetengenezwa ni kielezi halisi, upya ni kielezi cha namna. Kwa hivyo upya ni chagizo. Kwa hivyo tuna mifano mengi tu. Kuna mfano wa 11, alicheza kwao kiungwana. Alicheza ni kitenzi halisi. Kwao ni kielezi cha mahali, kiungwana ni kielezi cha namna, mfanano. Kwa hivyo nadhani kwenye kipindi kingine tulikuwa tunaangalia kiungwana kwa mfano. Tukasema hayo ni matumizi ya ki kuleta dhana, matumizi ya ki kuleta dhana ya mfanano. Kwa hivyo pale kwao ni chagizo, kiungwana ni chagizo. Waweza kwao pia na mfano wa mwisho, alisafiri Ulaya kwa ndege. Alisafiri Ulaya kwa ndege. Alisafiri ni kitenzi, Ulaya ni kielezi cha mahali. Kwa twajua kwamba ni kihusishi, ndege ni nomino. Kwa hivyo katika sentensi hiyo, Ulaya ni chagizo. Na endapo utachukua kihusishi na nomino kwa ndege, basi kwa ndege ni kielezi cha namna ala. Ni kielezi cha namna ala kwa ndege. Kielezi cha namna ala. Dereva alitiwa mafuta na mfanyakazi kwa paipu haraka. Dereva twajua kwamba ni nomino ya kawaida. Alitiwa twajua kwamba ni kielezi halisi. Mafuta ni nomino na ni kihusishi. Mfanyakazi nomino. Kwa paipu, kwa kwanza ni kihusishi, paipu ni nomino, haraka ni kielezi. Kwa hivyo kwa paipu ni kielezi cha namna ala ambacho ni chagizo.
Haraka ni kielezi cha namna ambacho pia ni chagizo. Kwa hivyo, tukiangalia chagizo, tumeeleza kwamba chagizo ni neno ambalo linafanya kazi kama kielezi katika sentensi. Ningeomba kwamba wakati tunapofika tamati kwenye kipindi hiki cha leo, ningeomba pale chini uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki. Endapo utapenda, andika ujumbe. Endapo utapenda tena, naomba ulike kipindi chetu ili tuweze kushirikiana. Kumbuka wanasema kwamba ndugu ni kufaana si kufanana. Pia Waswahili wakasema nini? Udugu wa nazi hukutania chunguni. Udugu wa nazi hukutania chunguni. Nawatakia kila la heri.